Hizi hapa ndo dalili tano za awali kabisa za upungufu wa nguvu za kiume kwa mwanaume. Kama dalili hizi zitajitokeza kwa mara ya kwanza, haimaanishi kwamba wewe una changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, lakini kama zitakuwa ni mwendelezo kwa wiki mbili au zaidi ya mwezi, basi hii inaashiria kwamba wewe tayari una changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Dalili ya kwanza ni kushindwa kusimamisha uume kwa muda mrefu au kushindwa kushiriki tendo kwa muda mrefu. Hii inatokea pale ambapo kwamba unashiriki tendo na mwenzi wako, lakini muda mfupi tu unakuta maumbile yako yanalala na unashindwa kushiriki tendo kwa mara nyingine. Basi hii inaashiria kwamba wewe tayari una changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, ikiwa ni tatizo la kuendelea zaidi ya wiki au wiki mbili. Lakini dalili ya pili ni low libido, yani kupoteza hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Ikiwa upo katika mahusiano, upo na mwenzi wako, mupo karibu, lakini inachukua zaidi ya siku 3, siku 4 au kwa wiki mnashiriki tendo chini ya siku 2 au siku 3, basi hii inaashiria kwamba wewe unakwenda kukumbwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, kwa sababu uzalishaji wa homoni zako za kiume uko chini, na ndio maana unashindwa kupata hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini dalili ya tatu ni erectile dysfunction, yani ugumu katika kusimamisha uume wako. Ikiwa unakuwa na hisia, upo karibu na mwenzi wako, lakini inakuwa ni changamoto katika maumbile yako kusimama, basi hii inaashiria kwamba wewe aidha homoni zako ziko chini, lakini pia mzunguko wako wa damu katika viungo vya uzazi uko dhaifu, na ndio maana inakuwa ni ngumu kuweza kuflow na kuweza kusimamisha uume wako. Lakini dalili ya nne ni kushindwa kurudia tendo la ndoa au kuchukua muda mrefu sana wakati wa kurudia tendo la ndoa, nayo pia inaashiria kwamba uzalishaji wa homoni za kiume baada ya kupiga bao la kwanza, maana yake inakuwa ni changamoto, na ndio maana hiyo changamoto inajitokeza. Lakini dalili ya mwisho ni matatizo haya niliyoyataja kuwa yanakuja kwa mwendelezo. Ikiwa itatokea mara ya kwanza kupoteza hamu au kushindwa kurudia tendo au kuzima njiani wakati wa kushiriki tendo, basi haina shida, lakini kama itakuwa ni mwendelezo, basi hii inaashiria kwamba wewe tayari umeshaingia katika janga la wanaume ambao wana changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. So kama wewe ni mwanaume ambaye tayari una baadhi ya dalili hapa nilizozitaja, unaweza kuniandikia program ili niweze kutumia program pamoja na utaratibu maalum ambao unaweza kutumia kuweza kuondokana na changamoto yako. Lakini pia usiache kushare kwa wanaume wengi zaidi ili uweze kujifunza. Ondoa chanzo, kutibu tatizo lako.